Watu wasiojulikana wamevamia shamba la mkazi wa kitongoji cha Nyambele, kata ya Itonjanda, manispaa ya Tabora, na kufyeka migomba na miti ya mapapai na kusababisha hasara ya zaidi ya shilingi milioni 10. Akisimulia mkasa huo, msimamizi wa shamba hilo, Omari Mkaguzi, amesema siku ya Jumapili mchana akiwa amejipumzisha katika banda lake shambani hapo, walitokea watu wawili, mwanaume na mwanamke, wakaegesha gari lao na kuzungukia shamba. Baada hapo wakatokea watu wawili, mwanaume na mwanamke, wakazunguka hivi ule mpaka, wakaenda moja kwa moja mpaka pale kwenye ile barabara pale. Baada hapo wakarudi. Waliporudi wakaingia tena mpaka mwingine, wakazunguka mpaka pale kidogo, wakarudi. Wakaja wakachukua panga, wakaja wakaanza kufyeka ile migomba ile shambani. Ulichukua hatua gani? Sikuchukua hatua yoyote kwa sababu niliogopa hata kumsogelea yule mtu kwa sababu simjui, alafu pia alikuwa na silaha. Kwa hiyo nilihofia maisha yangu, pengine labda na mimi angeweza kunidhuru. Mmiliki wa shamba hilo, Lugano Mwaibale, amesema baada ya kupata taarifa ya kufyekwa kwa shamba lake, alifika eneo la tukio na kukuta uharibifu mkubwa, ndipo akaamua kutoa taarifa kwa viongozi wa serikali ya kijiji. Niko hospitali Kitete pale, nikapigiwa simu na jana wangu aliyeko shambani kwamba kuna mtu amekuja hapa, kashuka, kachukua panga, kaanza kufyeka migomba. Kufyeka, nasema nilishindwa kumfuata kwa sababu nilikuwa simfahamu na sina na habari yoyote naye, kwa hiyo niliogopa kumfuata. Sasa alipofyeka migomba, akarudi akapanda gari akaondoka. Mimi kwa sababu nilikuwa hospitali, sikuja mapema kuja kuangalia, mpaka siku ya leo ndo nakuja kushuhudia kitu kilichofanyika au kuona ni uharibifu mkubwa. So migomba yote nimegharamia kufanya nini mpaka imefika hapa, na mingi ilikuwa imetoa mikungu, yote ndio iliyofyekwa. Hiyo kwa kifupi ndio hivyo. Baadhi ya majirani na shamba hilo, Neema Hamisi na Neema Omari, wameeleza kusikitishwa kwao na uharibifu huo, huku mwenyekiti wa serikali kitongoji cha Nyambele, Othman Omari, akiahidi kumtafuta mtuhumiwa na kumfikisha kwenye vyombo vya sheria. Sijaona, lakini ila nimekuta tu taarifa, yani wanasema wamefyeka au wamefyeka, sijajua sasa ni nani kafyeka. Sababu nilikuwa kanisani. Tunaona limefyekwa. Mwenye shamba ndo atajua, mchukulia tu hatua. Yani kwa kitu alichofanya kwa kweli hajafanya kitu kizuri. Alikuja na gari akapaki hapa hivi. Yeye aliniomba upanga, sikujua anaenda kwenye shamba gani. Aliniomba panga. Nilikuwa wameshuka hivi chini, baadaye akarudi. Tunajua, mimi nilikuwa najua shamba la Faza. Yule mzee alikuja akasema kwamba hili shamba ni la kwake, chini nyembe alipanda kwa mkono wake. Au na mtu kapanda migomba kwenye shamba yake kaenda kuifyeka, akija atamtafuta. Sijifuata na mfahamu sijui. Tunashukuru kwamba tumepata pa kuanzia. Nafikiri taratibu zingine zitafanyika. Basi swala hilo litaweza kufanywa kazi. Mwenyekiti huyo wa kitongoji ametoa wito kwa wananchi kuacha tabia ya kujichukulia sheria mkononi, na kama kuna migogoro yoyote waende kwa viongozi wa vitongoji, serikali za vijiji ama vyombo vya kisheria kufikisha mashauri yao.